Hatimaye tena tukiwa bomba tukiwa sawa zaidi. Hii hapa sound ya Mgojosoni, sound ya Faldo DJ. Tuko kibabe zaidi na episodi safi ya 12. Hili pia safari yetu ilikuwa ni ndefu zaidi. Hivyo kesho tunapiga final kabisa episodi ya 13 tu. Ile 28 tutakwenda kumaliza mzigo hapa. Yani kesho mapema tu. Sasa saizi tuko kwenye habari ya vita tu. Sababu tayari mkali Bagir nahitaji kuikonka Sloni by power. Nikamzozo zaidi osio. Tuguse pale ambapo tulishia katika episodi iliyopita ili kupata muunganiko zaidi. Lakini pia kisha unaziko like, comment, kushare, kusubscribe. Hiyo itatusaidia kutupa nguvu ya kusonga zaidi. Acha tuanzie hapa. Okay, basi ilikuwa ni kipindi ambapo waziri mkuu pamoja na baraza zima wakiwepo na binti walikuwa tayari wanajiweka sawa katika mikakati tu ya kuweza kukabiliana na mkali Bagir. Lakini pia kuna watu walitumwa katika makabila matatu makubwa huko West, North na South kwenda kupeleka taarifa ya kwamba wale ambao watakuwa na utayari waweze kujoin upande wa Queen. Lakini kama watakuwa na utayari wanaweza wakachukua nafasi ambayo wataiona sawa zaidi. Anahitaji kutengeneza muunganiko wa makabila matatu ili kuongeza nguvu na kuweza kukabiliana na Mnyabumbu Bagir. Lakini sasa wale watu ambao walikuwa wanapelekewa jumbe waliweza kufikishiwa jumbe tu. Kuna watu ambao tayari walikuwa wameshajiunga upande wa pili. Hivyo pamoja na kwamba jumbe zilifika kwao, kwa ni kama tu ana kejeli. Sehemu ambayo enda mkali Mugiri pamoja na chali wake kuleta ujumbe tu. Kuna mtu ambaye anaonekana alifika mapema sana. Huyo ni mpambe ambaye anatokea upande wa Mnyabumbu Bagir. Anasema hiyo wasi ishara kwamba tunaweza tukajiunga nao au tukawa mbali nao. Ili sasa kila mtu katika Paris bado ana mashaka zaidi ya kile ambacho kinaweza kutokea tu, sababu Nyama Bagir ananuka kiwango katika masuala ya vita. Binti sidhani kama ataiweza vita. Lakini pia kwa wale ambao walikuwepo pia katika Paris, kabila namba 4 nao walipewa mwongozo zaidi. Lakini moja kwa moja kwa Chief Priest. Yeye anasemaje kwa upande wake? Anasema kutokana na ahadi za miungu yao na nguvu ambayo ameiona katika anga, anaona na nafasi kubwa ya kushinda. Hivyo yeye yuko tayari kujoin upande wa binti. Baada ya kuletea hiyo mambo tu, anasema hakika ushindi ambao unakuja ni mkubwa zaidi. Kwa lazima tuhakikishe tunamlinda yeye, kwa sababu unabii unaonyesha ni kwamba yuko katika sehemu ya kuweza kushinda. Lakini pia kwa mtaalamu mkuu aligundua kwamba Chief Priest pamoja na Queen family wameweza kuungana kwa kitu kimoja, Mnyabumbu Bagir. Wala ana mashaka yote, anajua nini ambayo anaifanya. Basi anasema saizi ni wakati sahihi wa kuweza kuingia vitani. Anataka waingie Gongsong kwenye ngome ya kifalme. Hiyo ni oda kutoka kwa Mnyabumbu Bagir. Anasema ni muda wa kwenda kukiwasha, ni muda wa kwenda kukiamsha kizaazaa zaidi. Basi anasema destination yetu ni Gukangson-gyeong, ndio sehemu ambayo anaenda kumaliza mchezo. Ni kwenye ngome ambayo anapatikana binti. Lakini sasa huko mtaalamu Prince wa 5 anapata taarifa kakake Namsu ameweza kupoteza maisha. Na hivyo Prince wa 3 kwa sasa anahitaji kuichukua Sloni kwa nguvu zaidi. Huyu chalia ni Prince namba 5. Tunakuja Gukangson-gyeong, sehemu ambayo anapatikana Malkia, sehemu ambayo ndo kuna ngome kuweza kutoa mamlaka kuweza kuchukua Sloni. Malkia anasema yeye ana mashaka zaidi, lakini namba na wanajeshi wao ni wachache sana. Ndivyo ambavyo anasema waziri mkuu. Hivyo hawezi kujua nini ambacho kinaweza katokea kwenye vita ambayo wamesababisha wenyewe. Basi majeshi yalikaa katika mfumo sahihi. Lakini pia kutokana na uchache, familia zitakiwa ziweze kutoa vijana wenye nguvu ambao pia watakiwa wajiunge na jeshi kwa ajili ya kupigania taifa lao. Hii hapa inatokea kwa Mgojosoni zaidi, wazidi kusonga na jaramba bomba zaidi. Basi binti akiwa amekalia kiti cha The King kwa saizi, anasema kwa wakati huu wanaenda kuazimisha tu mazishi ya mtaalamu The King, wanasema sash. Basi watu waliweza kuwekwa sawa zaidi
tayari kwa ajili ya kujiandaa na swala la vita. Lakini pia binti alikuwa na wasiwasi sana juu ya maisha ya watoto na watu wengine, ila ndo alikuwa na namna zaidi. Asema kisheni kila mtu anaingia katika ngome. Get into the fortnet. Okay. Basi watu waliingia katika ngome hiyo. Sasa binti anasubiri tu nani ambaye anasogea. Asema wale watakapofika tutajua nini cha kufanya. Na wajomba kweli wanaonekana wanasogea. Lakini sasa watu hao ambao wamekuja, Asema ni prince wa 5 na hajaja kwa ajili ya masuala ya vita. Yeye amekuja kwa masuala tu na kutaka kujua nini ambacho kimetokea kwa kakake. Na hivyo anahitaji kuweka muunganiko na ahadi ambayo alimwahidi kakake miaka mingi sana ambayo imepita. Lakini mtu pia ambaye ni prince wa 5, pia watu kutoka Nosi na wengine wengi sana waliweza kukubaliana na ofa ya binti kwa ajili ya kuja kumsapoti ili aweze kupambana na mnyama Balgil. Pia anasema Chief Priest pamoja na Malo Secret nao waliweza kuingia upande wa binti kwa ajili ya kuja kumpa kibega, kumpa sapoti zaidi. Watu walifurahi sana, waliona kwa sasa atesti wanajeshi ambao linaweza likaleta competition zidi ya mkali Balgil. Sasa ilikuwa ni ndani tu kidogo. Binti anahitaji kuteta na majenerali kutoka katika makabila na majeshi hayo ambao amekuja kwa sasa. Asema lengo letu ni moja tu, kisha kila jambo linakaa sawa. Lakini kabla hajamaliza mnyama prince wa 5, Asema kwa nini umetengeneza nafasi ya kusababisha vita? Asema ni kwa sababu ya kuprotect Sloan isije ikaenda kwa mtu ambaye alikuwa sahihi. Anasema itakiwa uzue vita isije ikaja kutokea katika Royal Palace. Lakini binti asema kwa wakati huo kama amechelewa tu, sababu tayari Bagil mnyama ameshajipanga kwa ajili ya moto wa vita. Sasa nao inabidi wakae kivita zaidi. Lakini sasa upande wa pili, Jomba analia sana baada ya kuweza kumpoteza mtoto wake. Mama aliulizwa kitu kimoja tu, ina maana kifo cha yule mwanamke kilikuwa kina maana gani? Anasema Italia aisha maliza kazi yake kama mtabiri, kwa hiyo amaliza kile ambacho atakiwa kimalize tu na wakati sahihi zaidi. Yule binti mtabiri shaman aliweza kupoteza maisha. Lakini sasa wajomba huko pia wanazozana sana, bado wanajiuliza wakubali au wakatae. Lakini pia alimuuliza mtu mmoja tu ongeza kutengeneza nafasi ya kujua anakaa upande gani, kwa sababu kwa sasa cheo chake ni kwamba kinaenda kupotea mazima. Okay. Basi mwanaume anakumbuka kumbukumbu moja tu. Anambia kuna mtu ambaye ni mpelelezi humo ndani, na bado anahangaika sana kujua nani ambaye aliweza kumwangamiza The King. Mchezo bado ni mzito zaidi. Lakini sasa kumbuka hapa ni episode kabisa 12. Tumebakiza episode moja tu kuweza kulisongesha jaramba zaidi katika finale. Anasema sasa kama mfalme alikufa kwa sumu, nani ambaye alihusika kwenye swala la utengenezaji wa hiyo sumu? Binti anasema yote anafanya kwa sababu Namshu wish yake ilikuwa ni hiyo, aweze kufanya leviate marriage pindi ambapo atakuwa ameweza kupoteza maisha tu. Kwa hiyo ilikuwa ni ombi la mfalme. Hicho nicho kifanya kwa sababu yeye alinitaka nifanye kuweza kuolewa na prince wa 3. Basi nikizaza zaidi. Sasa Chelia anahitaji kuingia sehemu moja ambao ni asili sana huko na secret ambazo wazo wake aliziwekaga. Kuna mambo ambayo anahitaji kupitia kwa wakati huu ili aweze kupata muunganiko sahihi wa kile ambacho kimejificha. Basi ndani kulikuwa kuna ramani moja ya zamani asili sana. Baada ya kuangalia kila kitu, nilipata nafasi ya kuweza kukutana na Malkia kwa wakati huu. Sasa basi ngoja tufanye ile ambayo unaona itakuwa ni nzuri tu, ile ambayo utakuwa unaona ibomba zaidi. Basi aliomba muone waziri mkuu Yun Parso, na hapa aliweza kupewa ujumbe ya kwamba Songwon Ju ameweza kujoin upande wa Bagil. Basi waliweza kumfuata Songwon, miongoni mwa memba ambao wanatokea katika Songjung family. Basi kwa nini umenifanyia yote haya? Anasema ni muasi, na hata hivyo nilipata taarifa zako muda mwingi sana na ushahidi ninao kwa kile ambacho umekifanya. Kuna jumbe nyingi sana walikuwa wanatuma pindi ambapo Malkia alikuwa yuko njiani
alipambana kuhitaji kurejea katika jumba la kifalme. Anasema lakini mimi sikufanya kitu chochote kwa mfalme. Hiyo ni kama kashfa ambayo unanisingizia. Kwa nini unanivisha lawama? Anasema sasa itanisaidia nini wakati nimeshagundua ukweli kile ambacho ulikuwa unakijua? Anasema nitakwambia kila kitu. Naomba unipe nafasi ya kusikiliza maneno yangu. Lakini kwa wakati huu mkali alikuwa na muda wa kusikiliza nini Mnyabumbu ambacho anasema zaidi. Hii hapo katika episodi safi ya 12. Tukutane katika episodi ya 13 final kabisa. Let's say ciao. Kamsamida.